Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza namshukuru Mungu kwa uzima, amani aliyonipa. Na siku ya leo naomba tujifunze vikwazo vya maombi. Vikwazo vya maombi. Kuna baadhi ya vikwazo vya maombi ambavyo vinatufanya tunashindwa kufika kwenye hatima zetu. Vikwazo vya maombi kulingana na Biblia. Kuna mambo kadhaa yanayotajwa wazi wazi kama vizuizi au vikwazo vinavyoweza kuzuia maombi ya muamini yasijibiwe. Hapa kuna vikwazo vikuu kulingana na maandiko. Tukaangalia vikwazo vikuu. Kuna baadhi ya vikwazo kadhaa tutaenda kuvisoma, tutaweza kujua. Dhambi usiotubu. Kuna dhambi nyingi ambazo ziko ndani yetu tunaona ni aibu kuzitubu. Dhambi usiotubu. Dhambi usiokubali kutubu. Itakufanya maombi yako yasiweze kujibiwa kwa wakati. Ni kweli? Hebu tuangalie. Hiki ndicho kikwazo cha kwanza na kikubwa zaidi. Dhambi inatenganisha mawasiliano kati ya binadamu na Mungu. Mungu anachukia dhambi. Mungu anachukia dhambi. Dhambi ndio iliyofanya Adamu na Eva wakafukuzwa. Dhambi ndio iliyofanya wana wa Israeli wasifike kwenye nchi ya ahadi. Dhambi. Twende tukasome kitabu cha Zaburi. Zaburi 66:18 inasema, kama ningeliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingalisikia. Kwa hivyo dhambi si ile unatenda, hata ile unawaza ni dhambi. Kwa hivyo kama ningeliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingalisikia. Tukasoma kwa Kiingereza. Psalm 66:18. If I had not confessed the sin in my heart, the Lord will not have listened. Tukaangalia Isaya 59:2 nasema, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kwa lugha ya Kiingereza, it's your sins that have cut you off from God. Because of your sins, he has turned away and will not listen anymore. Dhambi. Kwa hivyo ni vizuri kutubu, ni vizuri kuiacha dhambi ambayo inakuzuia kuwasiliana na Mungu. Tukaangalia namba 2, vikwazo vya maombi. Namba 2, kuto kusamehe na kinyongo. Kuto kusamehe na kinyongo. Kuto kusamehe na kinyongo. Hii ina wengi, hata mimi mwenyewe. Kuto kusamehe na kinyongo. Hiyo ni kikwazo pia. Inatufanya Yesu asiweze kusikia maombi yetu. Yesu alisisitiza kuwa huwezi kupokea msamaha au majibu ya maombi ikiwa umeweka chuki dhidi ya wengine. Chuki dhidi ya wengine. Kwa hivyo ukiwa ni mtu wa kuchukia, ukiwa ni mtu wa uchungu, ukiwa ni mtu usiyesamehe, ukiwa ni mtu wa kuweka kinyongo ndani mwako, utashinda ukiomba, lakini unashangaa maisha yako yanazidi kuwa magumu zaidi. Maisha yako yanazidi kurudi nyuma na kuzidi kudidimia kwa sababu ya kuto kusamehe. Kuna wale tunasema mimi nimemsamehe hata sina neno na yeye.
Lakini unapokutana na huyo mtu kuna ile unasikiaga roho inapasuka, alafu ukimwangalia unasikia unaanza kukumbuka. Hiyo si msamaha. Hiyo ni si msamaha. Lakini tutajaribu kuangalia msamaha ni nini. Lakini tuangalie kwanza vikwazo vya maombi. Kitabu cha Marko 11 mstari wa 25 inasema, nanyi kila msimamapo na kusali sameheni, mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Kwa lugha ya Kiingereza, Mark 11:25. But when you are praying, first forgive anyone you are holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive your sin too. Vikwazo vya maombi. Tukaangalia kikwazo namba 3. Kikwazo namba 3 cha maombi. Mashaka na ukosefu wa imani. Mtu wa mashaka. Unaona, nitaweza kweli? Nitafanikiwa kweli? Kwani Mungu atanisikia? Kwani Mungu ataona? Hakuna imani. Unakuwa ni mtu wa mashaka, mtu wa hofu, usiyokuwa na imani. Maombi yanahitaji imani ili yawe na nguvu. Kuomba huku ukiwa na shaka ni kikwazo. Yakobo 1:6 na 7. Ila na haombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Kwa lugha ya Kiingereza, James chapter 1:6-7 says, but when you ask him, be sure that your faith is in God alone. Do not wait for a person with a divided loyalty. Is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Vikwazo vya maombi namba 4. Nia mbaya au za binafsi. Nia mbaya au za binafsi. Wakati mwingine tunaomba mambo kwa ajili ya kutimiza tamaa mbaya au sifa za mwili, na Mungu hajibu maombi hayo. Tamaa mbaya au sifa za mwili, na Mungu hajibu maombi hayo. Nia yako ni gani unapoenda kuomba? Je, kwa ajili yako binafsi au nia yako ni gani? Tukasome kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 3 inasema, hata waomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Hata mwaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Kwa lugha ya Kiingereza, James 4:3. And even when you ask, you don't get it because your motive are all wrong. You want only what will give you the pleasure. Vikwazo vya maombi namba 5. Vikwazo vya maombi namba 5. Kutokuwapo kwa maelewano katika ndoa. Kutokuwapo na maelewano katika ndoa. Biblia inaonya kuwa jinsi mume anavyochukulia mkewe inaweza kuwa kikwazo cha maombi yake. Jinsi mume anavyochukulia mke inaweza kuwa kikwazo cha maombi yake.
Petro wa kwanza 3:7 inasema, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili, ili kuomba kwenu kusizuiliwe. Kwa lugha ya Kiingereza, 1 Peter 3:7. In the same way, husbands must give honor to your wives, that your wife will understanding as you live together. She may be weaker than you are, but she is your equal partner in God's gift of new life. Treat her as you should, so your prayer will not be hidden. Kikwazo cha maombi namba 6. Kutokuwajali maskini na wenye shida. Kufunga masikio yako usisikie kilio cha wahitaji kunaweza kusababisha Mungu asisikie chako. Mithali 21:13 inasema, azibaye masikio yake asisikie kilio cha maskini, naye mwenyewe atalia lakini hatasikiwa. Kwa lugha ya Kiingereza, Proverbs chapter 21:13. Those who shut their ears to the cries of the poor will be ignored in their own time of need. Vikwazo vya maombi namba 7. Sanamu moyoni. Sanamu moyoni. Sanamu si lazima ziwe vinyago. Ni chochote kinachochukua nafasi ya kwanza kabla ya Mungu moyoni mwako. Sasa itategemea ni nini kinachukua nafasi ya kwanza moyoni mwako. Ezekiel 14:3. Watu hao wameweka sanamu zao mioyoni mwao. Je, mimi nihojiwe na wao hata kidogo? Ezekiel chapter 14:3. Sons of men, those heathens have set up idol in their heart. They have embraced things that will make them fall into sin. Why should I listen to their request? Kikwazo cha maombi namba 8. Maombi ya unafiki na maonyesho. Kuomba ili uonekane na watu au kutumiwa maneno mengi ya marudio yasiyo na maana. Mathayo 6:5 Mathayo 5:5-7. Nyinyi msalipo msiwe kama wanafiki, nanyi mkiwa katika kusali msipayuke kama watu wa mataifa. Kwa lugha ya Kiingereza, Matthew 6:5-7. When you pray, don't be like those hypocrites who loves to pray public in the strict corner and in the synagogue where everyone can see them. I tell you the truth, that is all the reward they will ever get. But when you pray, go away by yourself, shut the door behind you, and pray to your Father in the private, when your Father who sees everything will reward you. When you pray, don't babble on and on as a gentle do. They think their prayers are answered merely by repeating their words again and again. Mungu atubariki mpaka kipindi kingine tutakapoendelea kujifunza neno la Mungu. Shalom.